hilo, na taarifa ambayo nilikuwa nimesoma awali ni kwamba muungano wa maaskofu wa kanisa Katoliki nchini leo Alhamisi hapa jijini Nairobi umekashifu na kusuta ongezeko la wahuni kwenye mikutano ya kisiasa na sehemu za ibada na kuomba serikali ingilie kati haraka ili kuwazima wahuni. Mwandishi wetu wa Haiba Mwaluse Meshak anauketoa taarifa hii. Kufuatia visa vya kuvamiwa kwa mikutano ya hadhara ya kisiasa nchini na hata katika sehemu za ibada, muungano wa maaskofu wa kanisa Katoliki nchini KCCB mapema leo Alhamisi umelaani visa hivyo na kuomba serikali kuingilia kati haraka. Wakizungumza hapa jijini Nairobi, wakiongozwa na mwenyekiti wa muungano huu Askofu Morris Muhatia Makumba, maaskofu hao wamesikitikia hali ya utovu wa usalama na athari ya makundi ya wahuni yanayoathiri usalama wa taifa na kuweka hali ya Wakenya hatarini. People can't just move around killing others, threatening others, doing what they want in public forums, and the agencies in charge of security are watching as if nothing is happening. Kwa mujibu wa muungano huu, iwapo hali hii itaendelea, basi huenda ikaathiri na kusababisha mchafuko kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. The proliferation of the culture of goons used to intimidate, bring disruptions in meetings, and even kill can only thrive if it is sponsored and protected by powerful individuals. Kwa sasa maaskofu hawa wanataka serikali kupitia Wizara ya Usalama ikiongozwa na Waziri Kipchumba Murkomen kukomesha hali hii kwa kuwakamata wahusika wote wakiwemo wafadhili wa wahuni. Moreover, it is happening in the sight of those in charge of security in our country and even our law enforcers. From our leaders, both in the opposition and those in government, is a grave concern, and I think the persons responsible, especially those in security, need to move with speed to stem this situation from getting worse. Kanisa sasa linataka serikali kuangazia masuala yanayowakumba wa Kenya, ukiwemo utovu wa usalama, kutatua utata kwenye bima ya afya ya jamii ya SHA, kuangazia na kutathmini upya mtaala wa elimu wa CBE. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi.